Na mtazamaji wa TBC2, bado tupo katika viunga vya bunge jijini Dodoma. Kwa wangu wa kulia niko na mbunge wa jimbo la Handeni mjini Robin Kwagirwa. Lengo la kuzungumza naye ni kufahamu yale yote yaliyofanyika ndani ya jimbo lake. Mheshimiwa mbunge, habari ya kwako? Salama. Habari za leo? Salama. Naam. Hongera kwa majukumu. Shukuru sana. Mheshimiwa mbunge, tueleze, yako mambo mengi yaliyofanywa jimboni na kupitia wewe kama msimamizi, na pengine ni yapi yaliyofanyika? Tunaomba kuyafahamu. Serikali ya awamu ya 6, serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa awamu ya 6, imefanya mambo mengi ndani ya jimbo langu la Handeni mjini, na kwa kweli nikilazimika kuyaeleza yote hapa, maana tutatumia siku nzima mimi nikielezea yale yaliyofanywa ndani ya jimbo langu na serikali ya CCM, serikali ya awamu ya 6. Labda nitaeleza machache na kwa ufupi sana kwa sekta mbalimbali, kwa ufupi sana. Handeni mjini, shida yetu kubwa kwa miaka yote, toka miaka ya nyuma, zaidi ya miaka karibia toka mwaka 74, shida yetu kubwa imekuwa ni maji. Mara ya mwisho tulikuwa na mradi mkubwa wa maji ambao ulikamilika miaka hiyo ya 70 kitu na ukaanza kutumika, mradi ambao ulitakiwa utumike kwa miaka 20 kwa idadi ya watu wa wakati huo. Sasa tumekaa na shida hiyo ya maji kwa miaka mingi. Amekuja Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ametupa mradi mkubwa wa bilioni 171, mradi wa kitaifa, mradi ambao tunayatoa maji toka mto Ruvu Korogwe kilomita 80 na kuyaleta mpaka Handeni mjini juu ya kilele cha mlima Muhandeni kwenye tenki kubwa ambalo tumelijenga, tenki la ukombozi. Sisi wana Handeni tumekubaliana liitwe tenki la ukombozi. Kwa maji yatatiririka kutoka juu ya kilele cha mlima Muhandeni kwenda kata zote 12 za jimbo la Handeni mjini, mitaa yote 60 ya jimbo la Handeni mjini. Hivi sasa ujenzi wa mradi huo uko zaidi ya 65%. Kwenye chanzo kule Mswaha kazi zinaendelea usiku na mchana, lakini ukija kwa Matuku, kija Sindeni, mahala ambapo maji yatasukumwa, mitambo ya kusukumwa mpaka juu ya kilele cha mlima Muhandeni, kazi zinaendelea usiku na mchana. Tenki lenyewe la ukombozi limeshakamilika, linasubiri tu mradi ukamilike, maji yapande juu na yatiririke kwenda kata zote 12. Kwenye sekta hiyo ya maji, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan hakuishia hapo. Nimesimama hapa bungeni mara nyingi kuwasemea wana Handeni mjini, na Rais Samia amekuwa akisikiliza na amekuwa akiitikia kwa vitendo. Tuna bwawa kubwa la Kwenkambala. Mwandishi, bahati nzuri wewe unatokea Handeni unalifahamu. Bwawa hili la Kwenkambala baada ya kuwa limebebwa na mafuriko, serikali ya awamu ya 6 inajenga bwawa kubwa mara 6 zaidi ya lile lilokuwepo zamani. Ujenzi wa bwawa umeshakamilika na hivi tunavyozungumza hapa, mvua zimenyesha za masika na zile za vuli za awali, maji yako pale yameshaingia kwenye bwawa. Tunachosubiri sasa ni kumalizia awamu ya pili ya huo mradi kwa maana ya chujio, alafu baadaye na maji hayo pia tutayapandisha kule kwenye kilele cha mlima Muhandeni kwenye tenki la ukombozi. Lakini si tu hivyo, eneo hili la maji, Mheshimiwa Rais utakumbuka alinunua mitambo ya kuchimba mabwawa karibia seti 6 ambao ziligawanywa kwenye kanda 4 za nchi yetu. Kwa upendeleo wa pekee, Daktari Rais Samia Suluhu Hassan alitupa sisi wana Handeni seti 2 za hiyo mitambo. Katika hizo seti 5, seti 2 zote zilikwenda Handeni. Ndizo hizo zilifanya kazi ya kuchimba bwawa la Kwenkambala, lakini na akatoa idhini zikachimbe bwawa la Kwamaizi. Hivi ninavyozungumza, bwawa la Kwamaizi liko tayari na tumeshirikiana pale na wadau kama Serengeti Breweries, Water Aid. Bwawa liko tayari na tayari tuko kwenye mradi wa usambazaji sasa. Tenki nalo liko tayari pale Kwamaizi tumelijenga kwa kushirikiana na wafadhili. Serikali imeweka fedha pale ya kutosha. Kwa hiyo siku si nyingi wana Kideleko, maeneo yote ya kuanzia Bangu, Ndekai, Kampene, Mkonje, Kideleko yenyewe watapata maji kutokea bwawa hilo la Kwamaizi na kutokea tenki hilo ambalo tumeliweka pale Kwamaizi. Kwa kazi inafanyika kubwa sana. Lakini ipo miradi midogo ya maji ndani ya jimbo letu. Mfano
kata ya Mabanda walishasahau kuhusu habari ya maji. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka pale zaidi ya milioni 700. Tumejenga tenki kubwa Mankinda kule Konje ambalo ndio linaleta maji, linasambaza kata yote ya Mabanda, lakini na hiyo sehemu ya Mankinda ya kata ya Konje. Kwa maji yapo na yanaendelea kutumika. Vivyo hivyo ukienda Malezi, kata ya Malezi, tumejenga tenki kubwa pale Kirimila Ng'ombe na tukajenga tenki kubwa pale Malezi penyewe. Tukachimba visima vinapandisha maji kwenye hayo matenki na wananchi wanatumia maji hayo. Ukienda kwa Magome pale Togeza, tumejenga tenki kubwa na toka dunia iumbwe kwa Magome hawakuwahi kuwa na maji ya bomba. Hivi sasa wananchi wa kwa Magome baada ya mradi ule kukamilika wanatumia maji. Maji yako Lusanga, maji yako Sasioni, maji yako Lolopiri, maji yako Mji Mpya na maji yako pale Hedi. Kazi za Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa serikali ya awamu ya 6. Vivyo hivyo ukienda kwa Diamba leo tumechimba kisima kipya pale Nderema na tukajenga tenki kubwa kule mpakani. Wewe unapafahamu. Maji yanatoka kule mpakani na tunaanza kuyapeleka kwenye mitaa yote. Lengo maji yafike mpakani, maji yaende kwa Nkambala, yaende kwa Diamba yenyewe, lakini yaende kwa Dizando. Maji yafike mitaa yote ikiwemo Tuliani ya kwa Diamba. Lakini si tu hivyo, unaweza ukaona kwamba maeneo mengi tumetekeleza miradi. Ukienda Konje kwenyewe tumechimba kisima na tumejenga tenki kubwa pale Konje shule. Napeleka huko Komnazi na maeneo mengine ya kata ile ya Konje. Vivyo hivyo ukienda Wandama pale kwa Njugo tumechimba kisima kirefu na tumejenga tenki kubwa pale Wandama. Kwenye kata hiyo ya Kwenjugo kwa ajili ya kupeleka maji kwa Wandama pale na maeneo mengine ya karibu kwa maana ya Kwedigongo na maeneo mengine ya pale karibu. Nenda kata ya Msasa. Tumeweka mradi mkubwa pale serikali ya awamu ya 6. Tumejenga tenki kubwa pale Zahanati Kwediseni na tumejenga tenki kubwa pale Msasa shule na wananchi hivi ninavyozungumza wanapata maji. Lakini yote hii ni miradi midogo midogo ili wananchi waendelee kupata huduma hii ya maji, wakati tukingoja kukamilika kwa mradi huo wa bilioni 171, mradi wa kitaifa ambao hivi sasa uko zaidi ya 65%. Kwa kweli kwenye eneo hili la maji Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya makubwa ndani ya jimbo la Handeni mjini. Tukihama hapo kwenye eneo la maji tukaenda kwenye eneo la afya. Wakati mimi nikiwa mbunge 2020 na wakati Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, sisi wana Handeni mjini tumekuwa na hospitali moja ya Bomani maarufu Bomani. Ipo tangu kabla ya mwaka 1961, iko pale. Ukweli ni kwamba imekuwa ikitamkwa ni hospitali ya wilaya, ila ukweli haikuwa hata na hadhi ya kituo cha afya. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, mimi kwa Gilwa Ruben Samtagwa Mamba la Igwana Nlongishu nilimuomba hapa bungeni, akakubali kutoa milioni 900 kila mwaka. Hivi sasa ninavyoongea hapa tumeweka pale zaidi ya bilioni 1.8 zimefanya kazi ya kujenga jengo la ICU kwa maana jengo la wagonjwa mahututi, jengo la emergency kwa maana wagonjwa wa dharura, tumejenga maabara ya kisasa kwenye hospitali ile, lakini tumejenga jengo la kuhifadhia miili, kuhifadhia maiti ambalo juzi lilizinduliwa na Mwenge. Unajua ni vile tu hivi vitu uwezo kumwambia mtu, unajua kuna watu ukiwaeleza haya mambo yamefanyika wanakuwa wanabisha, unakuta wengine yuko mtandaoni huko anabisha tu kwamba havijafanyika. Sasa jengo kama ile la Mochwale uwezi ukamwambia mtu kwamba kama unabisha nenda kaone au nenda kalijaribu, lakini vitu vimefanyika hivyo, vipo. Lakini hospitali ile pia imekarabatiwa kwa maana tumeondoa paa lote la zamani lilokuwa linavuja, tumepiga mabati mapya, kazi ya Daktari Samia Suluhu Hassan, tumepiga floor mpya na tumepiga rangi na kuweka maeneo vizuri. Hospitali ile na Handeni yote ile unayoiona kata zote 12 zile hatukuwahi kuwa na ambulance. Hivi sasa tunayo ambulance mpya na kwa kweli imesaidia sana wagonjwa, hasa pale ambapo hospitali yetu ya halmashauri inapotoa rufaa ama ya kwenda Bombo, KCMC au kwenda Muhimbili. Imekuwa ni msaada sana. Si tu hivyo, hospitali ile haikuwahi kuwa hata na x-ray. Daktari Rais Samia Suluhu Hassan ametupatia digital x-ray ya kisasa, na mimi nimekuwa nikiwaeleza watu x-ray ambayo hata ungeenda Japani, ungeenda Marekani leo huendi kutumia nyingine tofauti na ile ambayo iko pale Handeni mjini. Ni hiyo tu digital ya kisasa.
Kwa eneo hilo la afya tumefanya mambo mengi makubwa sana. Lakini kata hizi 12, kata nyingi hazikuwahi kuwa hata na zahanati. Hivi leo ninavyoongea, kazi ya Daktari Rais Samia Suluhu Hassan kwenye miaka hii 4 tumejenga zahanati mpya pale kwa Baya, tumejenga zahanati mpya kwa Sindi, kata hiyo ya Mlimani. Ukienda kwa Magome, tumejenga zahanati kwa Ruala mpya, tumejenga zahanati pale Hedi mpya. Na hizi zote ninazotaja, ndugu mwandishi, zipo na zinafanya kazi ya kuwahudumia wananchi. Hiyo ni kazi ya Chama cha Mapinduzi. Ukienda Konje, eneo linaloitwa Mankinda, tumejenga zahanati mpya ya kisasa yenye hadhi sawa na kituo cha afya. Ukienda Msasa, hata juzi tulikuwa pale na Mwenge, tumezindua weka jiwe la msingi, tunajenga zahanati pale kwa Diseni, tunaijenga upya, maana ile ya zamani ilikuwa imeshazeeka, inaezurua, kila mvua zikija inaezurua. Lakini ukienda Malezi, kata kongwe hiyo, kata ambayo mimi na asili nayo, tumejenga kituo cha afya chenye hadhi sawa na hospitali ya wilaya pale kwa Dinguzu. Kituo ambacho kimetumia zaidi ya milioni 600. Kituo ambacho kina hadhi ya kuweza kufanya upasuaji, kituo ambacho kina mama wanaweza wakajifungua muda wote pale na kinafanya kazi. Ukienda Bangu kule Kideleko, tumejenga zahanati pale. Ukienda kwa Diamba kule kwa Dizando, tumejenga zahanati. Kwa unaweza kaona ni mapinduzi makubwa sana kwenye sekta ya afya tumefanya. Na hivi ninavyozungumza tayari fedha ziko kwenye halmashauri yetu kwa ajili ya kujenga kituo cha afya kikubwa kata ya Mabanda, kituo chenye hadhi sawa na hospitali ya wilaya, kituo ambacho kitafanana na kile ambacho tumekijenga kwa Dinguzu kule Malezi. Kwa hiyo eneo hilo la afya tumefanya makubwa sana, na mimi kwa niaba ya wananchi wa Handeni mjini niko hapa kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Na kwa kweli uchaguzi huu unaokuja wale wenzetu wana haki tu ya kutia mpira kwa pani, maana kusingekuwa na mechi, hakuna mashindano. Kazi imefanyika. Kwa eneo hilo la afya tumefanya mambo mengi ya msingi. Lakini ukija eneo la elimu, hili sasa ni eneo ambalo nikisema nieleze kabisa hapa tutakesha. Itoshe tu kusema kwamba tumejenga madarasa mengi sana kwenye mitaa yote 60. Lakini tumekuwa na shule mpya za msingi zifuatazo ambazo hazikuwepo kabla. Shule nzima kabisa. Tumejenga shule pale Kwediziwa kwa maana ya Mabanda, pale Mdoe tumejenga shule mpya, mahala ambapo ndo mkesha wetu wa Mwenge mara nyingi huwa tunafanyia, wewe unapajua, shule mpya iko pale. Ukienda kule Mabanda tumejenga shule mpya ya Mabanda, shule ya msingi. Tumejenga shule mpya ya msingi Lengome. Na sasa hivi tunajenga shule mpya ya msingi kwa Mahafe kwenye kata hiyo moja ya Mabanda. Lakini ukienda kule kwa Magome tumejenga shule mpya ya msingi. Tulianza tukajenga kule Bondo, baadaye ukaingia utata wa mipaka, ikarudi Kirindi, wewe unafahamu. Na sasa tumejenga shule mpya pale Kolubaka. Wamasai wako pale, wafugaji, jamii ya wafugaji, tumewajenga shule mpya pale. Kwa ni mapinduzi makubwa sana ambayo yamefanyika kwenye sekta hizi. Kwenye sekta hii ya elimu. Sasa hizo ni shule za msingi. Daktari Rais Samia Suluhu Hassan ametupa mradi wa VETA. Mradi ambao kukamilika kwake utatumia zaidi ya bilioni 4. Hivi sasa tumeshajenga zaidi ya majengo 9 na tuko kwenye hatua ya kuyapaua na yote tumeshapaua. Kwa kazi inafanyika. Tumepata zaidi ya bilioni 2.2 kwa ajili ya kujenga shule za sekondari za kisasa. Shule ambazo zina maabara zote 3 kwa maana maabara ya chemistry, ya physics, ya biology, lakini maabara ya kompyuta. Shule hiyo ukienda pale kata ya Mlimani, katikati ya Mwongozo, kwa Baya, kwa Sindi, iko pale. Tumeiweka pale shule na watoto wanasoma. Ukienda kule Ndekai, kwenye vilima vya Ndekai kule Kideleko, shule ya namna hiyo ipo pale na watoto wanasoma. Ukienda pale kwa Magome, Hedi Togeza, shule hiyo iko pale na watoto wanasoma. Lakini vile vile ukienda pale kwa Njugo, eneo tunaloliita Mapinduzi, tunajenga technical school. Unajua zamani technical school, ulikuwa ukizungumzia technical school, lazima mtoto atoke Handeni akasome Tanga Technical. Lazima mtoto atoke Handeni au Tanga aende Mbeya Tech, Moshi Tech, aende maeneo hayo. Lakini sasa ni Mapinduzi Technical School ndani ya kata ya Kwenjugo kwenye kata 12 za jimbo la Handeni mjini. Iko pale tunajenga na ujenzi unaenda kwa kasi kubwa. Daktari Rais Samia Suluhu Hassan hajaishia hapo. Ametupa fedha tukakarabati kile chuo cha Handeni FDC.
Folk Development College ile tumeikarabati na tumenunua vifaa vya kutosha vya vijana wetu kujifunzia. Kwa hiyo kwa kweli Handeni kwenye eneo hili la elimu ni eneo ambalo Rais Samia Suluhu Hassan amelipa upendeleo wa kipekee kwamba watoto wetu watasoma sekondari za ufundi pale pale nyumbani, lakini wale ambao watataka kuendelea juu zaidi, kuna chuo cha FDC ambacho kinafundisha ngazi za ufundi za elementaries, lakini ambao watataka kuendelea watakwenda VETA, watasoma ufundi wa zaidi ya miaka 2-3, watapata ujuzi na wataweza kushindana na dunia ya sasa ambayo inahitaji mtoto awe well equipped. Kwa hiyo eneo hilo la elimu nafikiri kwamba ni eneo ambalo Mheshimiwa Rais ametutendea haki sana. Ukija kwenye umeme, wakati tukiingia madarakani, wakati Daktari Samia Suluhu Hassan akiingia madarakani, kati ya mitaa 60 ni mitaa 28 tu ndio ilikuwa na umeme. Leo hivi ninavyozungumza hapa, ndugu mwandishi na ndugu wananchi, fahamu Handeni mitaa yote 60 sasa ina umeme, yote kabisa 60 umeme unawaka tu. Kwa hiyo habari ya umeme sio habari ya kuionea mjini. Sasa hivi hata kijijini mtu ana umeme wake tu, umefika kabisa, kazi imefanyika. Ukienda eneo la miundombinu kwa maana ya barabara, pale tu mjini penyewe, kwa kutumia mfuko wa jimbo ambao Mheshimiwa Rais huwa anatoa kwa kila mbunge, kwa kila jimbo milioni 500 kila mwaka, tumetumia mfuko huo wa jimbo na tukatumia na development funds. Mpaka sasa pale mjini tumeshajenga kilomita 7, karibia 7 za lami, kilomita karibia 7 za lami, na bado Daktari Samia Suluhu Hassan anatuongeza bilioni 15 kwenye mradi wa TACTIC. Of course, mbali na kwamba kwenye hiyo bilioni 15 tutajenga soko, tutajenga stendi, tutafanya master plan ya mji wetu, tutaweka miundombinu ya taka, lakini kwenye fedha hiyo zipo barabara pale mjini ambazo zitajengwa kwa mradi huo kwa kiwango cha lami. Lakini si tu hivyo, tumepasua sana barabara mahala ambako kulikuwa kupitiki. Pasua barabara maeneo yote. Kwa hiyo eneo hilo la barabara Daktari Samia Suluhu Hassan ametutendea haki. Hajaishia hapo. Imekuwepo barabara, wewe unafahamu, Handeni Kibilashi Kiteto Kondoa Singida, kilomita 434. Yupo mkandarasi anafanya kazi usiku na mchana. Na juzi Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo ya jumla kwamba sasa serikali iko katikati ya mipango ya kutafuta mwekezaji kwa ajili ya kuifungua bandari ya Tanga, maana bandari imeshakamilika, ili sasa barabara hii ya Handeni Kibilashi Kiteto Kondoa Singida ijengwe na mwekezaji moja kwa moja, iwe barabara ya kulipia, ambapo sasa itajengwa kwa haraka zaidi na haitachukua muda mrefu zaidi. Kwa hiyo tuko vizuri. Lakini iko barabara ya Handeni kwa Magome Mziha ambao tunaungana na Tuliani, kilomita 104. Kutokea kule Magole mpaka Tuliani tayari lami ipo, lakini kutoka Tuliani kuja Handeni mjini ilikuwa bado. Mimi niliongea hapa bungeni nusura nishike shilingi kwenye mshahara wa waziri. Na baada ya hapo serikali ilikubaliana na hoja yangu na wakasema sasa wanatupa kilomita 30 na hazitatokea tena upande ule wa Mziha kuja huku, zitaanzia upande wa Handeni mjini kuelekea mpaka Kang'ata. Kilomita 30 kwenye bajeti hii ambayo tumepitisha ipo bilioni 16 imewekwa pale kwa ajili ya kwanza kazi hiyo. Naam, kwa hiyo nimeeleza sekta tofauti, labda kama kuna sekta ambayo ungetaka nizungumzie specifically. Mheshimiwa Mbunge, unaonekana kuwa kijana, pengine swala la ushirikishwaji kwa vijana tumeshuhudia halmashauri ni takriban kama mwaka mmoja kulikuwa hakutolewi fedha zile za mapato ya ndani. Pengine hili kwako umelifanyia kazi kwa namna gani? Zaidi sisi tayari nataka tu niwahakikishie kwamba halmashauri yetu ya mji Handeni imekuwa ikifanya vizuri sana kwenye eneo hilo la kukopesha vijana. Hivi tunavyozungumza zaidi ya milioni 300 na ziko mtaani vijana wamepewa na wanaendelea kufanya shughuli zao ndogo ndogo. Kwenye mwenge wa juzi tulienda hata pale Mabanda kuzindua mradi wa vijana. Wanakaribia milioni 12 ambazo wamepata kutoka serikalini, kutoka halmashauri. Kwa hiyo ni kielezo cha kwamba sera hii sisi tunaendelea kuizingatia ya kuwawezesha vijana kiuchumi. Lakini si tu hivyo, huko nyuma tumekuwa tukitoa pikipiki, tumetoa kwenye miradi ya matofari, tumetoa kwenye miradi ya kuku, tumetoa kwa kweli eneo hili tumewasaidia sana vijana, na ni sera hii ya Chama cha Mapinduzi
kuwagusa vijana kiuchumi ili waweze kujitegemea. Na mimi kama mbunge sikuishia hapo. Unajua siku hizi hata michezo ni ajira kwa vijana. Nitakumbuka wewe ni mwandishi, unafahamu. Mimi nilipeleka Yanga Handeni. Timu ya Yanga, Young Africa, ilikanyaga kwenye ardhi ya Handeni na ikacheza na Handeni United, timu ya vijana wetu. Na matokeo yalikuwa ni 1-1. Lakini si tu hivyo, baada ya mechi ile timu ya Yanga walivutiwa sana na vijana wangu pale, karibia 5, na waliwachukua. Na hivi tunapoongea wapo vijana pale wamepata usajili kwenye ile timu ya Yanga B. Kwa wako pale. Kwa haya ndo mambo tunaongelea ya kuwagusa vijana kwenye nyanja zote. Na umezungumza kwamba mimi ni mbunge kijana. Ni kweli. Unajua historia ya nchi yetu imeandikwa vizuri na bado hakuna mtu ambaye amewahi kufanikiwa kuipotosha. Nchi hii imepiganiwa na wananchi wa rika zote, kuanzia vijana, kuanzia wazee. Na hata sasa ndivyo ambavyo tunafanya. Vijana tupo kwa ajili ya kutumwa na tuko tayari kutumika kwa ajili ya kuitumikia nchi yetu, huku tukiendelea kushauriwa na wazee wetu. Kwa hiyo tuko vizuri, tunafanya kazi vizuri. Mheshimiwa Mbunge, hiki ni kipindi cha awamu ya 6 jimboni na tumebakiwa na siku chache kuelekea uchaguzi mkuu. Pengine nini maono yako sasa baada ya kumalizika kwa uchaguzi huu? Kwanza nafikiri kabla ya maono yangu, kabla ya kumalizika kwa uchaguzi, nafikiri ni muhimu nikatoa maono yangu kuelekea uchaguzi. Ni muhimu sana Watanzania wakafahamu kwamba hatuna nchi nyingine isipokuwa Tanzania. Kwa hiyo ni muhimu sana kipindi hiki cha uchaguzi, jambo la kikatiba ambalo huwa tunalifanya kila baada ya miaka 5, ni muhimu Watanzania tukawa watulivu, ni muhimu Watanzania tukatumia haki zetu za kuchaguliwa na za kuchagua, lakini katika mazingira ya utulivu. Tusije tukaruhusu watu kutuingilia, watu kutuharibia, maana nchi nyingi zimepata shida vipindi hivi vya uchaguzi. Watu wenye chokochoko huwa wanatumia muda kama huu wa uchaguzi. Kwa hiyo itoshe tu kusema kwamba tunahitaji kuwa watulivu, lakini tunahitaji sasa vijana waendelee kujitokeza kwenda kushika nyadhifa mbalimbali za kiongozi kwenye jamii yetu. Amani, tuwe na amani. Na kingine, wewe ni mbunge wa Handeni mjini. Tumeshuhudia mambo mengi sana. Pengine katika hayo yote sasa ulioyasema, unatamani nini kiboreshwe na ni kipi kiongezwe? Mimi kwa kweli mimi nafikiri kwa mfano kwa upande wa jimbo langu hili la Handeni mjini, na tamani tu sana kwamba hii miradi sasa ambayo bado hatujaikamilisha, ambayo nimetaja iko 65%, 70%, tuende nayo tu tukaikamilishe ili wananchi waweze kunufaika. Hasasa ile miradi ya maji ambayo kazi inafanyika vizuri na tumebakiza sehemu ndogo tu, basi wataalamu wetu ambao wako site wajitahidi kupiga kazi usiku na mchana ili wananchi wapate matokeo. Mheshimiwa Mungu, mimi nikushukuru. Na mtazamaji wa TBC2, huyo alikuwa ni mbunge wa Handeni mjini Reuben Kwagirwa, ambapo tumeweza kushuhudia na kumsikiliza yale yaliyofanywa ndani ya jimbo lake. Kutokea hapa jijini Dodoma, viunga vya bunge, Pius Nkanabu, TBC2.